Home Clinic. Heri nusu shari kuliko shari kamili. Hujambo mtazamaji wa Sauti TV popote pale ulipo, karibu tena siku ya leo katika kipindi hiki cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Kinakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kujifunza mada mbalimbali zinazohusu masuala ya afya, na kila siku huwa ninaweka mada mezani, na hiyo mada tunaiangazia katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo kuweza kufahamu maoni ya wananchi, clinical message, clinical puzzle, alikadhalika kwenda chumba cha daktari kwa ajili ya kuelewa kwa undani zaidi kuhusiana na mada husika kwa siku husika. Lakini kabla ya kwenda mbele zaidi, nikwambie tu mada iliyopo mezani inaangazia ugonjwa wa selimundu au sikoseli kwa watoto. Katika mada hii utaweza kufahamu mambo mbalimbali, chanzo, madhara, lakini pia utaweza kupokea ushauri kutoka kwa mtaalamu wa afya kwa siku ya leo. Awali ya yote tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita swali kwa likihoji: nini kinaweza kutokea pale ambapo mtu hatopata chakula kwa wakati, yani hatokula chakula kwa wakati? Hilo swali ambalo liliulizwa katika clinical puzzle ya wiki iliyopita, na majibu yake ni kwamba mtazamaji, mtu asipozingatia swala la kupata chakula kwa wakati, mambo yanaweza kujitokeza ni pamoja na kusababisha vidonda vya tumbo. Anaweza kupata madhara ya vidonda vya tumbo, lakini pia mwili kukosa nguvu, halikadhalika kuvuruga mmeng'enyo wa chakula. Na hayo ni majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita, na sasa tutazame afya storyline ya wiki hii. Ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa wa kulisi unaoathiri chembe nyekundu za damu. Ugonjwa huu hutokea pale mtoto anapolisi jeni la selimundu kutoka kwa wazazi wote wawili. Chembe za damu za ugonjwa wa selimundu huwa na umbo la mundu badala ya kuwa duara, hali inayozifanya kushindwa kusafirisha oksijeni vizuri katika mwili. Ugonjwa huu ni changamoto kubwa ya afya, hasa katika nchi nyingi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa watoto, dalili za ugonjwa wa selimundu huanza kuonekana wakiwa na umri wa miezi 5 hadi 6. Dalili hizo ni pamoja na upungufu wa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvimba mikono na miguu, maumivu makali ya viungo na mifupa, pamoja na kupata maambukizi ya mara kwa mara na kupungua kwa uwezo wa mwili kupambana na magonjwa. Baadhi ya watoto wanaweza pia kuwa na macho ya njano au ngozi ya njano kutokana na kuharibika kwa chembe nyekundu za damu kwa haraka. Endapo ugonjwa huu hautagundulika na kutibiwa mapema, unaweza kusababisha madhara makubwa kama vile kiharusi, matatizo ya mapafu, figo na viungo vingine vya mwili. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kuwa ugonjwa wa selimundu ni moja ya sababu muhimu za vifo vinavyoweza kuzuilika kwa watoto katika nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati. Matibabu ya ugonjwa wa selimundu hulenga kupunguza dalili na kuzuia madhara. Watoto wenye ugonjwa huu wanashauriwa kupata chanjo zote muhimu, kutumia dawa walizoelekezwa na wataalamu wa afya, kunywa maji ya kutosha, kula lishe bora na kuhudhuria kliniki mara kwa mara. Uchunguzi wa mapema kwa watoto wachanga pia husaidia kugundua ugonjwa huu mapema na kuanza matibabu kwa wakati. Wazazi wanapaswa kufahamu kuwa selimundu si ugonjwa wa kuambukizwa, bali ni ugonjwa wa kulisi. Hivyo, ushauri wa kinasaba kabla ya kupata watoto unaweza kusaidia familia kuelewa hatari ya kulisisha ugonjwa huu kwa watoto wao. Elimu kwa jamii kuhusu selimundu ni muhimu ili kupunguza unyanyapaa na kuhakikisha watoto wanaoishi na ugonjwa huu wanapata huduma stahiki za afya na kuishi maisha yenye ubora zaidi. Jina langu ni Mayala Swea wa Sauti TV.
baada ya kutazama afya storyline hiyo, mtazamaji wa Sauti TV, ndani ya kipindi cha Home Clinic ni wasaa wa kwenda kufahamu nini maoni ya wananchi kuhusiana na ugonjwa huu wa selimundu. Ugonjwa wa selimundu kwa jina jingine unaitwa ugonjwa wa sickle cell. Ni mtu ambaye seli yake ya damu imejikunja kama kotama, yani siko, ndio unaitwa sickle cell. Huu ugonjwa una dalili zake. Dalili zake kwa ugonjwa wa sickle cell ni upungufu wa damu, kwa sababu upungufu wa damu tunasemaje, inakujaje? Unakuta mtu ule mzunguko wa damu, yani ile seli yake ya damu haiko kama ile seli ya mnyama ambayo damu haizunguki kwa wakati wake, wakati inakuta inakwama. Naitwa Scholastica. Kwa ninavyojua, sickle cell ni ugonjwa wa kurithi ambao unaathiri chembe nyekundu za damu. Badala ya kuwa za duara zinakuwa mundu. Changamoto wanazopitia watu wanaopitia tatizo la sickle cell ni uchovu na maumivu ya mara kwa mara ambayo yanasababisha udhaifu wa mwili. Pia ni upungufu wa damu ambapo kila mara mgonjwa wa sickle cell anapitia changamoto hiyo ya kutokuwa na damu nyingi. Lakini watu wa sickle cell wanashauriwa kutumia maji mengi. Pia wanashauriwa kutembelea, yani kwenda kliniki mara kwa mara ili kuangalia afya zao. Lakini pia wanashauriwa kutumia dawa ambazo wameandikiwa na madaktari hospitalini. Kwa jina naitwa Mchelembe na Boniface, mwanafunzi wa mwaka wa 4 kitivo cha sheria. Mara nyingi sickle cell ni ugonjwa ambao waga wa kulisi, ambao unakuta mtoto anazaliwa nao, ambapo kwa namna moja au nyingine waga mtoto anakuwa amezaliwa na upungufu wa damu. Kwa hiyo sasa, baada ya kuwa amezaliwa na upungufu wa damu, moja kwa moja ugonjwa huu waga unaathiri ukuaji wa mtoto. Na mara nyingi kama nilivyosema kwamba ugonjwa huu ni mtu ambaye anakuwa amezaliwa nao, mara nyingi anakuwa amerithi maybe kutoka kwa wazazi wake au kutoka kwenye DNA ambayo kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo sasa, kwa uelewa wangu wa moja kwa moja ni kwamba baada ya kugundulika kwamba mtoto huyu anakuwa na ugonjwa wa sickle cell, ni muhimu wazazi kuchukua hatua juu ya mtoto huyu ili kuona kwa namna gani wanaweza kumsaidia. Kwa namna moja au nyingine, usaidizi ndio unaweza kusababisha kusolve nadhani tatizo ambalo ni la sickle cell au upungufu wa damu. Na mara nyingi imekuwa kila baada ya mwisho wa mwezi unakuta watoto hao wanakuwa wanapungukiwa damu. Kama ambavyo umeweza kutazama maoni hayo ya wananchi, na ni lazimu kubisha hodi katika chumba cha daktari ili kuweza kufahamu kinaga ubaga kuhusiana na mada hii iliyoko mezani kwa siku ya leo, inayoangazia ugonjwa wa selimundu kwa watoto. Na katika chumba cha daktari, kwa kuanza, nini maana ya ugonjwa huu wa selimundu kwa watoto? Kwa majina naitwa Paskazia Thomas Mazeze. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la mashujaa wa sickle cell Tanzania, kifupi TASIWA, lakini pia mimi ni mzazi ambaye naishi na mtoto mwenye changamoto ya ugonjwa wa sickle cell. Ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa wa kurithi ambao mtoto anaurithi kutoka kwa wazazi wote wawili, yani baba na mama, ambao wanakuwa wamebeba chembe za ugonjwa huo au ni wagonjwa wa sickle cell. Ni lazima mtoto arithi kutoka pande zote mbili, yani kwa baba na mama, ili aweze kupata ugonjwa kamili wa sickle cell. Lakini mtoto akishapata ugonjwa huu anakuwa na tofauti na watu wengine katika damu yake, kwa sababu tunajua katika hali ya kawaida seli nyekundu za damu huwa ni za duara na ni laini sana. Ila mtoto anapokuwa na ugonjwa wa sickle cell kunakuwa na mabadiliko katika seli zake nyekundu za damu, na zinakuwa tena sio za umbo la duara bali umbo la mundu, ndio maana ugonjwa unaitwa selimundu. Na pengine ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza kwa mtoto ambaye amepatwa na ugonjwa huu wa selimundu, hususani asipopata matibabu kwa haraka ama ule kufuata ushauri wa kitaalamu kwa wakati? Ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza? Mtoto anapokuwa na ugonjwa wa sickle cell anakuwa hayuko tofauti sana na watoto wengine, kwa sababu changamoto yake tu inakuwa kwenye damu, na ndio maana saa nyingine tunaita kwamba ni ulemavu wa damu. Kwa hiyo changamoto kubwa anayoipata ni kuishiwa damu mara kwa mara au kuwa na damu pungufu, lakini kupata maumivu ya viungo, maumivu makali sana ya viungo, anakuwa na ukuaji hafifu,
anakuwa anapata maradhi au maambukizi ya magonjwa mara kwa mara. Lakini pia anaweza akapata hatari ya kupata stroke, wanapata stroke. Lakini pia ugonjwa huu unaathiri pia viungo mbalimbali vya mwili kama vile kusagika kwa nyonga au kupata kidonda ambacho kinachukua muda mrefu sana kupona. Tupate mapumziko mafupi kutoka katika chumba cha daktari, na wasaa huu mtazamaji ni kukaribisha uweze kutazama clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message. Siku zote clinical message haijawahi kuboa, ila inakufanya wewe mtazamaji kuweza kuelewa kwa undani kuhusiana na mada husika iliyopo mezani. Clinical message hiyo moja kwa moja nipo nafasi tena kurejea katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, nini ushauri wako kwa wazazi pamoja na jamii kwa ujumla kuhusiana na ugonjwa huu wa selimundu kwa watoto? Kwa kushauri jamii juu ya malezi ya watoto hao, kwa sababu mimi pia ni muhanga, kwanza tupokee watoto hawa kama watoto wengine ambao tunaishi nao kwenye jamii, lakini pia kujifunza zaidi na zaidi jinsi ugonjwa ulivyo, matibabu yake yanapopatikana, lakini pia wazazi au walezi wa watoto hawa waweze kutimiza yale masharti wanayoambiwa na wataalamu wa afya. Wawapeleke watoto kliniki kwa wakati, wazingatie dawa zao wanazotumia kila siku, wazingatie lishe kamili au lishe bora katika nyumba zetu. Tusimamie yale masharti ambayo mtoto akiyakiuka anaweza kupata madhara makubwa kama kutokunywa maji au vimiminika vingi, kukaa sehemu yenye joto sana au sehemu ya baridi sana, inaweza kuwadhuru watoto. Kwa hiyo kikubwa ni kujifunza na kujua namna ya kuishi na huu ugonjwa, lakini pia kuendelea kujifunza kila siku tunapoenda kuonana na wataalamu wa afya. Nikushukuru sana daktari kwa kuungana na Home Clinic kuiangazia kwa kina kitaalam zaidi mada hii inayoangazia ugonjwa wa selimundu kwa watoto. Na mara baada ya hapo, mtazamaji wa SAUT TV, ni wasaa wa kutazama Clinical Puzzle ya wiki hii. Clinical Puzzle. Ya, siku zote ni swali ambalo lazima likutafakarishe, lakini pia likufanye wewe mtazamaji kuweza kudondosha maoni yako katika uwanja wetu wa comment, na maoni yako yatasoma katika kipindi cha wiki ijayo. Nikukumbushe tu ya kwamba mada iliyokuwa mezani kwa siku ya leo inaangazia ugonjwa wa selimundu kwa watoto. Waweza kutazama maoni ya wananchi, wameelezea uelewa wao kuhusiana na ugonjwa huu, lakini pia umeweza kufuatilia ushauri wa daktari na maelezo kwa kina ambayo yametolewa na mtaalamu wa afya akielezea ugonjwa huu. Lakini pia umetazama Afya Story Online Clinical Message, na Clinical Puzzle hiyo inakupa wewe nafasi sasa kutafakari swali hilo uliloulizwa na kuweza kutoa maoni yako. Mimi nikwambia kwamba sina la ziada katika kipindi hiki cha Home Clinic. Tuko na Stella Po na hodha wako wa zamu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Uwe na wakati mwema. Home Clinic.